Hii ni simulizi ya kisasi cha King Von, simulizi ambayo ina matukio ya kutisha sana. Baada ya King Von kuuliwa, watu walitamani sana kujua ni msanii gani ambaye amehusika kwenye kifo cha King Von na ni nini ambacho kilimkuta yeye pamoja na watu wake wa karibu, lakini pia ni uamuzi gani ambao Lil Durk rafiki yake na King Von aliamua kuchukua baada ya rafiki yake kuuliwa. Quando Rondo ni kijana ambaye ndiye chanzo cha kifo cha King Von. Huyu naye ni kijana ambaye amekulia kwenye magenge ya mtaani kama vile ambavyo ilikuwa kwa King Von, lakini tofauti yake na King Von ni kwamba kijana huyu inapofika swala la kupambana na maadui zake alikuwa anamtumia rafiki yake wa karibu sana ambaye alikuwa anafahamika kama Lil Tim. Huyu Lil Tim ni kijana mpole ambaye nyuma yake kuna matukio ya kutisha sana. Kwa hiyo mpaka kipindi hiki alikuwa na historia ya kuua watu 4. Kwa hiyo mpaka baada ya tukio la King Von alikuwa ameshiriki katika mauaji ya mtu 5, lakini safari hii alikuwa amemuua kiongozi wa genge la wahuni ambaye alitumia maisha yake yote kwa ajili ya kuhakikisha wahuni wake wanaishi maisha mazuri sana huko mtaani, lakini pia ndiye alikuwa role model wa wahuni wengi na wauaji wengi ambao wako katika kundi la O Block huko Chicago. Quando Rondo na rafiki yake waliamini kwamba sababu tukio limefanyika Atlanta na vijana wa King Von wengi wao wako huko Chicago, huenda wakawa salama na tukio hilo. Lakini sababu nyingine ambayo ilikuwa inawapa uhakika wa kuwa salama ni kwa sababu walikuwa chini ya genge maarufu ambalo lilikuwa linafahamika kama Rolling 60s Neighborhood au unaweza ukaliita Crips Gang. Kundi hili ni kundi ambalo lilikuwa linatokea Savannah, Georgia. Baadhi ya watu waliamini kwamba Quando Rondo huenda alifanya tukio hilo pamoja na rafiki yake kama sehemu ya kujitetea, kwa sababu King Von ndio alienda kuwavamia na wao wakadai kwamba walijitetea bila kujua mtu huyo alikuwa nani. Kwa hiyo watu waliamini kwamba Quando Rondo pamoja na Lil Tim wanajutia kwa kile ambacho walikuwa wanakifanya. Lakini wiki mbili baadaye Quando Rondo aliachia nyimbo ambayo aliita End of Story, akimaanisha kwamba series ya King Von ambayo alikuwa anaisimulia kuhusiana na maisha yake katika nyimbo ambazo aliziita Crazy Story imefika mwisho. Na katika nyimbo hiyo Quando Rondo alizungumzia tukio hilo na kusema kwamba alimpiga risasi King Von kama sehemu ya kujitetea na kusisitiza kwamba ushahidi upo kwenye kamera, na alifika mbali zaidi na kusema kwamba hakutakiwa kumgusa maana yeye ni mtu mbaya sana. Kwa hiyo alikipata kile ambacho alikuwa anakitafuta. Alitoa onyo kwa vijana wa King Von kwamba wasijaribu kuingia kwenye anga zake kwa sababu wataishia kama alivyoishia King Von. Aliendelea kujisifia na kuonyesha kwamba anawakashifu vijana wa King Von kwa kutochukua hatua baada ya wao kutekeleza tukio hilo la kumuua King Von, na aliweza kuwasisitiza au aliwatisha kama watafanya hivyo na wao watapoteza maisha kama ilivyokuwa kwa King Von, ikiwa na maana kwamba kundi hilo bila King Von lilikuwa ni kundi la vijana wa oga. Nyimbo hiyo ilianza kutengeneza picha nyingine mtaani na vita mpya ilianza kuibuka. Taratibu mashabiki wa King Von walianza kulalamika kwamba ni kwa nini watu hawa mpaka hivi sasa wako mtaani na wanajitamba kwa kiasi hicho. Lil Durk aliweza kumjibu Quando Rondo katika nyimbo yake ya Burglars and Murderers. Aliweza kusema kwamba anashinda na wauaji wote ambao anawafahamu hapa mtaani. Kwa hiyo Lil Tim na Quando Rondo wawe makini sana kwa sababu wako kwenye mawindo, na Quando Rondo aliweza kusisitiza kwamba kutokana na tukio hilo ambalo limetokea amepata taarifa kwamba kuna dau la dola milioni 1 ambalo limewekwa kwa ajili ya kuondoa uhai wake. Kwa hiyo kwa hivi sasa anaishi kwa tahadhari sana. Kwa hiyo kutokana na maisha ya Lil Durk ya kuishi pamoja na wauaji na ishu iliyotokea, iliaminika kwamba Lil Durk ndio kaweka hela hiyo kwa ajili ya kumlipa mtu ambaye atatekeleza tukio hilo. Quando Rondo akiwa anajiandaa kufanya show yake ya kwanza baada ya tukio la kifo cha King Von, inasemekana kwamba Lil Durk alinunua tiketi zote na kumfanya Quando Rondo kuingia kwenye ukumbi na kukuta hamna mtu, huku watu wengine wakisema kwamba polisi walisimamisha show hiyo baada ya kupata taarifa kwamba kuna watu ambao walikuwa kwenye show hiyo ila walikuwa na nia ya kumuua kijana huyo Quando Rondo. Baada ya kucancel show yake, kijana wa King Von ambaye anafahamika kama
600 Breathe aliweza kuposti na kusema kwamba acha kucancel show, alafu nenda kaimbe nyimbo ya End of Story ambayo ilikuwa inamdhalilisha Kingvon, na kusema kwamba kitakachomkuta atakuja kusimulia, na kwamba kama anajiamini afanye show na aimbe nyimbo ya End of Story ili aweze kuthibitisha kwa jamii kwamba yeye ni mtu mbadi. Vijana hao walithibitisha kwamba ni kweli siku hiyo walikuwa wamepanga kumuondoa Quando Rando, na Quando Rando aliweza kuposti kwenye tweet yake na kusema kwamba tutaona kwamba siku nyingine nitapanda kwenye stage na hamna ambacho mtakifanya. Kwa hiyo ni ahadi ambayo Quando Rando alikuwa ameweka, na tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka wa 2020 Lil Durk aliachia nyimbo ya Hellcats and the Track Walks. Kwenye nyimbo hiyo aliweza kuweka wazi kwamba yeye na watu wake wanamtafuta Quando Rando kwenye show zake, na kusema kwamba wanamtafuta Lil Team wamuondoe duniani pia. Na tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka wa 2020, siku ambayo show ya Quando Rando ilipangwa kufanyika tena, meya wa jiji hilo aliweza kucancel show hiyo na kusema kwamba sababu ya kucancel ni taarifa ambazo walizipata, taarifa za kiusalama kwamba siku hiyo kuna mauaji yatatokea. Lakini baadaye manager wa Quando Rando aliweza kuposti na kumdiss Kingvon na kusema kwamba Quando Rando anapata changamoto sana na anachukiwa na watu kwa sababu ya tukio ambalo lilitokea, wakati katika tukio hilo Quando Rando hakuhusika, kwa sababu aliyehusika alikuwa ni Kingvon, na Kingvon ndiye alifariki dunia. Kwa hiyo Quando Rando aliingia mtaani na kutaka kuprove kwamba yuko na wanaye mtaani wanazunguka na hakuna kitu ambacho kinaweza kumtokea, na kuweza kuwapa taarifa mashabiki zake kwamba yeye haogopi chochote, anaweza kufanya show sehemu yoyote, tatizo polisi ndio wana cancel show zake. Lakini baadaye ikaja kujulikana kwamba uongozi wa Quando Rando ndio wanahusika pia katika kucancel show hizo kutokana na hofu ambayo imekuwa ikiwaingia. Quando Rando baada ya kuchoka aliamua kufuta Instagram account yake na kutoka kwenye mitandao ya kijamii kwa muda, lakini baadaye chati za Quando Rando pamoja na Lil Durk ziliweza kuvuja zikionyesha kwamba Quando Rando alikuwa anamuomba msamaha Lil Durk ili waweze kumaliza beef lao, kwa sababu hawezi kufanya show yoyote. Kwa hiyo maisha yake yanazidi kuwa magumu kwa sababu moja tu ya kuhofia usalama wake. Lil Durk hakuonekana kutaka kuweza kusuluhisha jambo hilo, aliweza kumjibu na kumwambia stay safe. Baadaye Quando Rando aliweza kujitetea na kusema zile zilikuwa ni message ambazo sio za kwake, ila zilikuwa ni message fake, na bifu la Quando Rando na genge lake pamoja na vijana wa Oblock liliendelea mtandaoni, huku Quando Rando akiamini kwamba umbali ambao yupo pamoja na vijana wa Kingvon utaweza kumsaidia. Lakini mjomba wake na Kingvon aliweza kuzungumzia swala hili kwenye interview moja na kusema kwamba Quando Rando katika maisha yake yote yaliyobakia inabidi aishi kwa tahadhari sana, maana siku isiyo na jina anaweza kushtukizwa akiwa hajajiandaa, kama ambavyo watu wengi wamekuwa wakishtukizwa kwamba vita aliyoingia ni vita kubwa sana ambayo hata yeye mwenyewe hawezi kuijua au bado hajajua vita hiyo, huku watu wakidhani maneno yake yalikuwa ni mzaa. Vijana wa Kingvon walianza kuposti wakiwa njiani kuelekea Savannah, Georgia, mahali ambapo Quando Rando ndipo alikuwa anaishi. Memo 600 pamoja na 600 Breeze waliweza kuonekana maeneo ya Savannah na kupiga picha kama sehemu ya kumtumia ujumbe Quando Rando kwamba sasa tumekufikia. Memo 600 aliweza kupiga picha katika alama ya mji wa Savannah ambao ulikuwa umeandikwa welcome to Savannah, na siku moja baadaye 600 Breathe naye aliungana na mwenzake katika mji huo na kuposti pia kama alama ya kumwambia kwamba tunazidi kukukaribia. Watu walianza kuwasema vijana hawa kwamba ni kwa nini wanajitangaza kama wanaenda kumshambulia Quando Rando, kama ikitokea kweli watakuwa wamejiingiza kwenye kesi kwa kutumia ushahidi ambao wamekuwa wakiuonyesha mtandaoni, bila kujua kwamba vijana wa Chicago sio kwamba walitaka kuondoa maisha ya Quando Rando kimya kimya, walitaka kutoa taarifa, walitaka kutengeneza story ambayo itapelekea siku ambayo Quando Rando ataondoka itakuwa ni kama movie ambayo walitengeneza toka zamani. Hiyo ndio sehemu au hizo ndio njia ambazo Kingvon pia alikuwa anazitumia ambazo zilimfanya akaweza kuwa maarufu. Quando Rando hakutaka kuonekana kama amekuwa mnyonge, alirudi kwenye mapambano na kuachia nyimbo ambayo inafahamika kama Soul Reaper na kusema kwamba ana mpango wa kumuondoa kiongozi wa genge hili
hilo ambalo linamtafuta, huku kwenye video akimuonyesha mtu ambaye anafanana na Lil Durk. Kalifika mbali na kuingia live na kuanza kuigiza kama Kimvon alivyokuwa ana react baada ya kupigwa risasi, kwa kujigalagaza chini kama mtu ambaye alikuwa anakata roho, huku akimtaja Kimvon, huku watu wakishangilia. Baadaye Quando Rondo alianza kuimba huku akitaja watu ambao na yeye pia ameweza kuwaua. Aliweza kumtaja Papo Baby, Mukalito, Homie, Baby C, Rispak pamoja na vijana wengine ambao wako katika mtaa wao ambao waliweza kupoteza maisha, na kusema kwamba hata yeye pia ni muuaji. Wakati wote huu ambao Quando Rondo alikuwa anaendelea kufanya fujo mtaani, Lil Tim alikuwa gerezani akisubiri kesi yake kuweza kusikilizwa. Hatimaye katika kipindi hiki Lil Tim aliweza kuachiliwa kwa dhamana, na Quando Rondo aliweza kumposti na kufurahia ujio wa rafiki yake, kwa sababu rafiki yake ndiye bodyguard wake na ndio mtu ambaye amekuwa akitekeleza matukio kwa niaba yake. Walionekana kusherekea ujio wake, huku Lil Durk pamoja na kundi lake wakilike picha hiyo kuonyesha kwamba wanamkaribisha kijana ambaye alimuondoa Kimvon kwa risasi. Lil Tim alianza kuonekana kwenye mitandao huku akiwa aongelei sana ishu ya Kimvon, lakini kadri muda ulivyokuwa unaenda alianza kuzoea na kuanza kuzungumzia tukio hilo na kuanza kujisifia huku akimkashifu Kimvon. Kila kitu kilizidi kubadilika baada ya Lil Tim kurudi mtaani, na Quando Rondo akiwa kwenye interview huku akiwa ndani ya gari aliweza kuelezea kiundani na kusema kwamba tukio lile mpaka linaisha ilikuwa ni kama anajiona yuko kwenye ndoto, maana hakutegemea kama alikuwa ni Kimvon na aliona kama ni shetani ambaye alikuwa amemvamia, na baada ya kusikia risasi alijua tayari mwisho wake umefika, na kuanza kusali na kumwomba Mungu aweze kumsaidia aweze kurudi nyumbani salama, maana hakuna kitu ambacho kwa muda ule kilikuwa kinaleta maana. Na baada ya kugeuka alimuona Kimvon pamoja na rafiki yake Lil Tim wakiwa chini na damu zikiwa zinamwagika, lakini hakufanikiwa kumjua yule ambaye alikuwa anapigana naye mpaka kesho yake ndipo alipofahamu kwamba mtu huyo alikuwa ni Kimvon. Aliweza kusema kwamba mpaka hivi sasa hajajua ni kwa nini Kimvon alifanya vile na alikuwa na nia gani. Alifikiri kwamba wangeweza kumaliza ugomvi ule kwa njia moja tu, kwa njia ya usalama, lakini kila kitu kilienda kwa spidi sana mpaka mwisho wa tukio tayari makosa yalikuwa yameshafanyika, na alikiri kwamba kwa hivi sasa kuna kiasi cha dola milioni 1 kimewekwa kwa ajili yake na wauaji wanamtafuta waweze kumuua. Amekuwa akiishi maisha ya mashaka kwa muda wote, lakini aliweza kujipa moyo kwamba hata yeye pia ni muuaji, kwa hiyo anajua jinsi ya kujitetea. Quando Rondo baada ya interview ile aliweza kusemwa sana kwamba anaogopa kufa, amekuwa akijificha muda wote. Quando Rondo alitaka kuwaonyesha mashabiki zake pamoja na maadui zake kwamba anaweza kufanya show na kwenda sehemu yoyote ile ambayo anataka. Tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2021 Quando Rondo aliposti kwamba atakuwa na show huko Georgia, na siku hiyo hakuna ambaye aliweza kutokea kwenye show hiyo. Ilikuwa na watu kama 30 au 40 hivi ndio walikuwa katika show hiyo, na ikasemekana kwamba watu waliogopa kwamba huenda kundi la Kimvon likaweza kuvamia katika ukumbi huo na kupiga risasi na kupelekea watu kufariki. Kwa hiyo baadhi ya watu waliweza kuogopa hicho, lakini Quando Rondo baada ya kuwaprovia watu kwamba ameweza kwenda kwenye show na kuweza kuperform bila kuwa na uoga, aliweza kuondoka na kuelekea kwenye kituo cha mafuta kama dakika 11 kutoka kwenye ukumbi ambao alikuwa anafanya show. Mida ya saa 9:30 usiku watu wakiwa kwenye gari waliweza kutokea na kushuka na kupiga risasi zaidi ya 100, huku mtu mmoja akipigwa risasi hiyo lakini akaweza kufanikiwa kupona. Kwa hiyo ilikuwa ni message kubwa sana, ni tukio ambalo lilikuwa ni tukio ambalo linatisha sana. Wakati Quando Rondo akituma message kwa adui zake kwamba anaweza kufanya show, na maadui zake waliweza kumtumia message kwamba ukitoka kwenye show tutakuwa nyuma yako na tukio la kutisha litafuatia. Kwa hiyo ule ulikuwa ni ujumbe, lakini bahati nzuri waliweza kufanikiwa kupona. Kwenye mitandao vijana wa Kimvon, yani Get Back Gang, waliweza kuposti kama ishara ya kuonyesha kwamba wamehusika na tukio hilo, lakini pia vijana wa Black Disciples ambao wako Georgia waliweza kuposti pia kama nao pia wamehusika, lakini wote wakiwa na uhusiano wa karibu na mtu mmoja, Lil Durk, ikionyesha kwamba kundi ambalo lilihusika na mashambulizi yale lilikuwa linafanya kwa udhamini wa Lil Durk.
Siku ya tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2021, Lil Tim alirudi kwenye social media akiwa na akaunti nyingine ambayo aliitengeneza maalum kwa ajili ya kuwajibu maadui zake, lakini aliweza kuposti kipande cha nyimbo yake akiwa anachimba kaburi kama sehemu ya kumdhihaki Kingvon, na baadaye aliweza kuposti kwamba ameahirisha kuachia nyimbo ile kwa sababu alitishiwa kwamba nyimbo ile inaweza ikatumika kama ushahidi mahakamani. Tekashi 69 aliweza kuingilia kati vita ile na kuanza kumshambulia Lil Durk kwamba amemsaliti Kingvon na kwamba kesi ambayo alikuwa ameshtakiwa pamoja na Kingvon, makosa yote aliangushiwa rafiki yake Kingvon na kusababisha yeye aweze kutoka na kuwa huru. Kwa hiyo alimtumia Kingvon kama sehemu ya kuweza kujinasua. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine alimuita kwamba yeye ni snitch. Alimshutumu kwamba alitumia hela ambazo zimetoka katika kazi ya Kingvon kwa sababu albamu yake ilikuwa imetoka wiki moja kabla ya kifo chake na ilifanya vizuri sana mtaani, na yeye ndio anafaidi kupitia nyimbo za Kingvon, huku Kingvon pamoja na ndugu zake wakiwa hawajafaidi chochote. Tekashi aliweza kufika mbali zaidi na kwenda kwa Lil Tim na kumshawishi kufanya naye nyimbo ya kumponda Kingvon ili na yeye aweze kwenda mjini, na baadaye wakaonekana wako studio, lakini baadaye Lil Tim aliweza kuelezea na kukana kile kitu ambacho kimetokea na kusema kwamba Tekashi alimpa zaidi ya $40,000 kwa ajili ya kufanya nyimbo hiyo. Aliweza kuzipokea hela hizo, lakini baadaye aliweza kumgeuka. Alisema kwamba hawezi kuwa karibu na msaliti ambaye anatumiwa na polisi kama shushushu wao. Baada ya Lil Tim kukataa, Tekashi aliachia nyimbo hiyo akiwa peke yake na kuita Jine, ambayo ilikuwa na mistari ambayo inamshambulia Lil Durk kwa sababu alishindwa kulipiza kisasi cha kifo cha Kingvon. Quando Rondo pamoja na Young Boy waliendelea kutoa nyimbo za kumponda Kingvon pamoja na Lil Durk, na yeye Lil Durk pia aliendelea kutoa nyimbo za kujibu mapigo, lakini nyimbo ambayo aliita aha aha ndio nyimbo ambayo iliweza kuhiti sana, na ndani yake aliweza kuelezea kwamba alimshuti Lil Kim lakini hawakutaka kusema, na kuna picha ambayo ilikuwa inamuonyesha kwamba Lil Kim sasa hivi anapata haja ndogo au anaenda haja ndogo kwa kutumia mirija kutokana na jela la risasi, na kuaminika kwamba kwenye shambulio la Shelly Lil Tim alipigwa risasi kwa mara nyingine, lakini kwa mara nyingine alibaki salama huku wakimwacha na kilema. Mpaka kipindi hiki, licha ya wasanii kuendelea kutumia beef ya Kingvon kwa ajili ya kutengeneza nyimbo kwa ajili ya kudisiana pamoja na kupata hela, Lil Tim muuaji wa Kingvon alionekana akiwa kanisani na kutoa sadaka pamoja na kufanya ibada za shukurani kutokana na kumuokoa kwenye matukio ambayo alipitia, lakini mtaani ndiko vita vilikuwa vinaanza. Kwa hiyo maisha yake yaliendelea kuwa katika hatari. Kijana wa Quando Rondo ambaye alikuwa ni rafiki yake wa utotoni aliweza kupigwa risasi huko Savannah, na baadhi ya watu waliamini kwamba ilikuwa ni sehemu ya kulipiza kisasi. Kwa hiyo kijana huyo aliuliwa na vijana wa Chicago. Quando Rondo, bila kujali tukio lililotokea, aliweza kusafiri na kuelekea Los Angeles na kuonekana akiwa kwenye gari la kifahari, huku wakionekana wanaenjoy maisha. Wakiwa Los Angeles siku ya tarehe 19 mwezi wa 8 mida ya saa 11:30 jioni, wakiwa karibu na kituo cha mafuta maeneo ya Beverly Hills Center, gari aina ya SUV ilizungukwa na vijana watatu wenye silaha za kutisha. Waliweza kushambulia gari hilo na kuondoka kwa spidi sana. Quando Rondo pamoja na watu wake walijaribu kukimbia na gari ili kuweza kujiokoa, lakini mbele kidogo walisimama kwa ajili ya kupata huduma ya kwanza, kwa sababu rafiki wa karibu sana na ndugu yake au binamu yake na Quando Rondo alipigwa risasi, huku Quando Rondo akisalimika kwa mara nyingine. Quando Rondo alipiga simu 911 na kufika mahali pale na kujaribu kumwokoa, lakini ndugu yake, rafiki yake na meneja wake wa karibu sana, kipenzi cha Quando Rondo, kijana aliyekuwa anafahamika kama Lil Pabu, wakati akiwa anatapatapa huku akiwa anakata roho, Quando Rondo alishindwa kujizuia, akaanza kulia kama mtoto mdogo, huku vyombo vya habari vikiwa vinarusha habari ile live kwenye televisheni ya taifa na kufanya Quando Rondo kuonekana kama kituko. Watu ambao walikuwa wanamuona Quando Rondo kama gangster walianza kumposti na
kumuigizia vile ambavyo alikuwa analia huku akipiga kelele kama mtoto na kujigalagaza pamoja na kukimbia bila kujua kile cha kufanya, na kufanya aonekane kama ni kijana ambaye anaigiza kama yeye ni gangster. Kitendo hicho kilifanya watu wamuonee huruma sana, lakini kilifanya wale watu ambao walikuwa ni rafiki wa karibu sana na Kim Von kuweza kufurahia tukio lile, kwa sababu maumivu ambayo aliyapata baada ya rafiki yake huyo wa karibu kufariki yalikuwa ni maumivu makubwa sana. Lil Pub alikuwa ni mmoja ya watu ambao walikuwa pembeni ya Quando Rando toka alipokuwa mtaani mpaka kipindi ambacho alikuwa anapitia changamoto. Alikuwa pembeni yake na alikuwa anapambana naye vita vyote bila kuchagua adui. Kwa hiyo Quando Rando kumuona akiwa anafariki dunia ilikuwa ni pigo kubwa sana. Vijana wa magenge ambao walikuwa wanataka kulipiza kisasi cha Kim Von walionekana kusherehekea tukio hilo licha ya kushindwa kufanikiwa kumuua Quando Rando, lakini malengo yao ya kumuumiza Quando Rando yalikuwa yametimia. Lakini Quando Rando alipata aibu kupitia kwenye televisheni ya taifa. Ilikuwa ni adhabu nyingine kubwa sana. Kuna watu wengi ambao walijitokeza kuhusika na tukio hilo, lakini mwisho wa siku iliaminika kwamba watu wote wanaopambana kumuua Quando Rando sababu ni moja tu: kuna dau la dola milioni 1 ambalo limewekwa kutoka kwa Lil Durk. Quando Rando alikuwa anafahamika kama mwanachama wa Rolling 60 Crib, lakini alipofika Los Angeles inasemekana kwamba mwanachama mmoja wa Rolling 60 alikuwa na mawasiliano na watu ambao walikuwa karibu na Lil Durk, na inasemekana kwamba mtu huyo ndio alitoa location ya Quando Rando na kuweza kusababisha Quando Rando kuweza kuvamiwa, na kitendo hicho kikapelekea Quando Rando kuweza kutangaza kujitoa kwenye kundi hilo na kusema kwamba kuanzia muda ule hahusiki na kundi lolote la kihuni. Baadaye ilifahamika kwamba mtu ambaye aliuza location ya Quando Rando alikuwa ni Brick Baby, msanii aliyekuwa anaishi Los Angeles na ni mwanachama wa Rolling 60 ambaye alipata taarifa hizo na kuzipeleka kwa vijana wa Lil Durk. Alisema binafsi hampendi Quando Rando, na kama ni mwanachama wa Rolling 60 kama alivyosema, inabidi akiingia Los Angeles awasiliane na kundi hilo la Rolling 60 ili waweze kukupa ulinzi kwa namna moja au nyingine, kitendo ambacho yeye hakukifanya. Brick Baby aliweza kukiri kwenye nyimbo zake kwamba alihusika kwenye kutoa location ya Quando Rando, na baadaye aliweza kushirikiana na lebo ya Lil Durk na kuendelea kupush kazi zake. Baadhi ya watu waliamini kwamba amejiunga na lebo hiyo, lakini aliweza kukiri kwamba anashirikiana nao kwa ajili ya kufanya mziki na kuweza kukuza kipaji chake, lakini bado yuko katika kundi la Rolling 60. Lakini alipoulizwa kuhusiana na kulipa kisasi cha Quando Rando, Brick Baby aliweza kusema kwamba kwa hivi sasa hakuna anayemlaumu Lil Durk kwamba hajalipa kisasi kwa sababu ya matukio ambayo tayari yameshatokea. Kwa hiyo inaaminika kwamba kisasi kilishalipwa, kwamba Lil Durk aliuliwa rafiki yake wa karibu na yeye amemuua rafiki yake wa karibu, kwa hiyo wamemalizana pamoja na vitu vingine. Hakuweza kuliweka wazi, lakini ilionekana kwa hivi sasa mashabiki walikuwa kama wameridhika kwamba kisasi cha Kim Von kimelipwa na hakuna mtu ambaye alikuwa analalamika mpaka kipindi hiki, ikiwa na maana kwamba kuna kitu ambacho kilikuwa kimefanyika na aliyekuwa amekifanya ilikuwa ni Lil Durk. Nyuma ya pazia, polisi walikuwa wamemaliza upelelezi wao na kuanza mkakati wao wa kumaliza bifu hiyo ambayo ilikuwa inaonekana inaelekea kubaya. Quando Rando alikamatwa na polisi na kufunguliwa mashtaka na kufungwa jela. Alihukumiwa kwa kutumikia jela miezi 33. Hii ilikuwa ni siku ya tarehe 12 mwezi wa 12 baada ya kukutwa na hatia ya kufanya biashara ya bangi pamoja na madawa ya kulevya. Alikuwa anatarajiwa kufungwa kifungo cha miaka 20, lakini timu yake ya mawakili waliweza kufanikiwa kuingia makubaliano ambayo yaliwawezesha kupunguza adhabu hiyo na kuhukumiwa kifungo cha miezi 33 jela pamoja na faini ya dola 40,000. Quando Rando alianza kutumikia kifungo chake mwezi wa kwanza katikati mwaka wa 2025, na ikatangazwa hivi karibuni kwamba Quando Rando ataachiwa tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2027. Quando Rando alipopewa nafasi ya kuongea aliweza kuomba msamaha watu wa mahali alipokuwa ametoka, sehemu ambayo inafahamika kama Savannah, kwa sababu walimpiga marufuku kwenda huko Savannah ambapo ndo sehemu ambapo anaishi, kwa sababu uwepo wake ulikuwa unasababisha mauaji makubwa. Lakini pia aliweza kuomba msamaha kwa familia yake kwa sababu vita yake ilisababisha kuweza kumpoteza ndugu yake Lil Pub, lakini pia aliweza kuomba msamaha kwa shabiki zake pamoja na mtoto wake na kusema kwamba kipindi atakapokuwa jela atatumia muda huo kutafakari kuhusu maisha yake na kurudi kuanza maisha upya. Wakati Quando Rando akipitia changamoto hizo, Lil Durk naye alijikuta akiingia kwenye mkono wa sheria kwa kushtakiwa
kwa kuwalipa watu kwa ajili ya kumuua Quando Rondo, shambulio ambalo lilisababisha ndugu yake na Quando Rondo kuweza kupoteza maisha. Alikamatwa yeye pamoja na vijana 5 ambao walikuwa kwenye lebo hiyo kwa kuhusika na mauaji hayo. Waendesha mashtaka walisema kwamba baada ya tukio hilo, Lil Durk kwenye nyimbo zake aliweza kukiri kwamba ameweka kiasi cha dola milioni 1 kwa ajili ya kumuua Quando Rondo na makosa mengine mengi, lakini pia aliweza kushtakiwa kwa kutumia ushahidi wa maneno ambayo alikuwa akiyaongea kwenye nyimbo zake, pamoja na kushtakiwa kwa makosa mengine ambayo yalimsababisha pia aweze kwenda gerezani. Lil Durk hivi karibuni aliweza kujaribu kuomba mahakama iweze kumwachia kwa dhamana ya dola milioni 4.5, lakini jaji alisema Lil Durk ana utajiri mkubwa sana, hiyo bondi ni ndogo sana kwake. Lakini aliweza kuzungumzia kesi hiyo na kusema kwamba hawawezi kumhukumu kwa maneno ya kwenye nyimbo pamoja na kwenye social media, kwa sababu kama msanii kuna sura ambayo anaionyesha ambayo haina uhalisia katika maisha ya kawaida. Lakini kesi hiyo iliweza kuahirishwa mpaka mwezi wa 10 mwaka huu wa 2025. Tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka wa 2024, Young Boy pia aliweza kushtakiwa kwa makosa ya kukutwa na madawa ya kulevya pamoja na silaha hatari, huku akihusishwa na vita ambayo ilikuwa inaendelea iliyohusisha kifo cha Kim Von. Tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2024, Young Boy alihukumiwa kifungo cha miezi 23 na miezi 6 kifungo cha nje pamoja na faini kiasi cha dola 25,000. Baadaye taarifa ziliweza kusambaa kwamba ataachiwa tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2025, lakini baadaye iliweza kusogezwa mbele mpaka mwezi wa 4 mwaka wa 2025, na inasemekana kwamba alipata msamaha kutoka kwa Trump na kuweza kuachiwa huru. Mpaka hivi sasa tunavyozungumzia, ameachiwa huru hivi majuzi. Lil T mpaka hivi sasa ana kilema cha maisha, anatembea na mpira wa kukojolea huku hali yake ikiwa sio nzuri. Tayari mpaka hivi sasa ana kilema cha maisha na ilimpelekea mpaka kwenda kutubu kanisani, ikionyesha kwamba maisha hayo naye pia alikuwa ameyachoka na anataka kuanza maisha mapya. Na ile timu ambayo ilikuwa nyuma ya Kim Von pamoja na Lil Durk nao pia waliweza kukamatwa na kesi zao bado zinaendelea kupamba moto. Mji umetulia hivi sasa, Young Boy amerudi mtaani na muda sio mrefu Quando Rondo atarudi mtaani, lakini pia Lil Durk inaaminika kwamba naye pia anaweza kushinda kesi hiyo akarudi mtaani. Ni nini ambacho watatoka wamejifunza walipokuwa gerezani? Muda ndio utakaotupa majibu, lakini mpaka hivi sasa bifu hili ndivyo lilivyoisha, na mpaka hivi sasa maisha bado yanaendelea. Huu ndio mwisho wa simulizi ya kisasi cha kifo cha Kim Von. Ni story gani ambayo hivi sasa tukiifanya itaweza kupata viewers wengi na tutaweza kukimbiza vizuri, story ambayo ina matukio ambayo yanasisimua, ambayo unaamini watu watapenda kusikiliza? Naomba komenti yako hapo niweze kuweka listi nzuri ya mwezi huu ambayo tutatirika nayo mpaka mwisho. Kwa hiyo dondoka jina la msanii ambaye unaamini ana story nzuri sana ambayo watu wengi watampenda, story ambayo ina vitu vya kusisimua kama story ya Kim Von. Basi dondoka hapo chini komenti yako, tuweke list ya wasanii ambao tutatengeneza simulizi zao mwezi huu. Mimi ni Joseph Skills na hii ni Tricod Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa ajili ya story nyingi sana kama hizi. Karibu sana.